Ikumbuke kwamba siku ya jana bwana Ally Kamwe msemaji wa Yanga aliweza kukamatwa na maaskari kutokea kule Tabora mara baada ya mechi yao kuweza kuisha, kutokana na yale maneno ambayo alikuwa anayaongea ya kishabiki yaliweza kumsababisha yeye akakamatwa. Lakini bwana siku ya jana hiyo pia mchana aliweza kuachiliwa kwa dhamana na kuweza kurudi Dar es Salaam. Sasa mara baada ya kuweza kuachiliwa aligoma kabisa kuweza kuongea na waandishi wa habari kutokana na kile kitu ambacho kimekutokea kutokea kule ndani. Sasa nikikurudisha nyuma kidogo, watu wengi wameweza kujiuliza kwamba ameweza kuachiliwa, lakini pia licha ya dhamana kwamba kuna maneno ambayo alikuwa amekwisha kuandikiwa mkuu wa mkoa, ambapo kuna barua ambayo Haji Manara alikuwa ameipost na kuweza kuiandika barua alikuwa amemwandikia yule mkuu wa mkoa. Na kusomea hapa kwanza hii barua, alianza kwa kusema kwamba salamu Mheshimiwa Paul Chacha ambaye ndiye mkuu wa mkoa wa Tabora. Nimekaa kwenye mpira kwa muda mrefu kidogo, na pengine mimi ndio binadamu pekee niliyewahi kuhudumu kuwa msemaji wa hivi vilabu vyetu vikubwa nchini. Najua nguvu ya hizi taasisi hususan kwenye eneo la ushabiki. Naelewa pia unakuwa katika hali gani unapokuwa unazungumzia hizi timu. Na kama mbele yako zikiwa ni nyingi na kama kuna washabiki kunakuwa na moto kidogo fulani hivi, yani akimaanisha kwamba kuna kwa lugha ya kawaida tunasema unakuwa na mhemko fulani, unakuwa na mizuka ya kuongelea kitu fulani. Najua pia kazi yenu ya kuhamasisha michezo kwenye mikoa mnayoongoza sometimes tunakuwa na excited, na kama binadamu tunaweza kupitiliza hasa katika mambo ya utani. Lakini wewe ni kiongozi mkubwa, naomba endelea naomba endelea kuwa na ngozi ngumu. Uongozi ni pamoja na kubeba kila kitu. Rudisha moyo wako nyuma, kijana huyu ni sawa na mwanao au mdogo wako wa mbali mno. Naelewa kwa nafasi yako ukiwa mkoani kwako unahitaji heshima, na kwa rika lako ni rahisi kutambua situation zetu za mambo ya kimpira. Alikuwa ameandika hapo bwana Manara. Lakini pia aliendelea kwa kusema kwamba mimi kama kaka mkubwa wa hawa wadogo zetu ni kuombe sana tusonge mbele mkuu, na sitaki kwenye barua hii kusema chochote katika ikikufuatia mkosaji, lakini kwako kama mkubwa tunaomba limalize hili kwa dhati, ni kuombe ulipokwazika uweze kumsamehe. Sisi bado tunaendelea kujifunza, na kwenye kujifunza maybe tunaweza kuteleza. Namnukuu hapa kusema kwamba hajawa mjinga yule ajishushaye, na mkubwa kusema kwamba samahani hata kwa kile unachoona upo sahihi. Hiyo ndio barua ambayo alikuwa amekwisha kumwandikia mkuu wa mkoa wa Tabora. Watu wengi wameweza kuconnect dot kutokana na hii barua, ndio iliweza kusababisha aweze kuachiwa Ally Kamwe, lakini tunajua kabisa pia alikuwa amekwisha kuwekewa dhamana. Lakini mara baada ya haya yote bwana, post ya kwanza ya Ally Kamwe aliweza kupost video ambayo alikuwa mechi kati inaanza mwanzoni kabisa, wakati timu zinaingia, kabla ya wachezaji wote kuweza kuingia ndani, alimuita Mzize. Mapema tu alimuita Mzize, akasogea pale taratibu pembeni, then akamnongoneza kitu. Hatukujua nini ambacho amemnongoneza, na alipomnongoneza tu, lakini pia alipoingia uwanjani Clement Mzize aliweza kuscore. Na mara baada ya kuscore, Mzize alionyesha kabisa ishara ya kumnyoshea na kumpungia mkono Ally Kamwe akiwa jukwaani, lakini Clement Mzize akiwa uwanjani. Watu wana connect kwamba walimwambia mwanangu lazima leo ufunge, na kweli akafunga, na issue hiyo ikaweza kutokea. Sisi ni sawa sawa digital, tunakuletea taarifa zote uweze kuzipata kwa muda na wakati wote ambao unakuwa unastahili. Endelea kutufuatilia kwa taarifa nyingi zaidi.